tutengeneze bahati mbaya tusijamuona. Sijui alienda wapi. Maana swala ilikuwa nilihubiri nikawaambia topic ya kwamba kuna siku Sunday hilo itatangazwa kisheria. Si ni kweli? Na watu waambiwe watumikie. Lakini swali ikawa kuna miaka kadhaa ile ziliongelewa Amerika, kuna wakati kipitia mambo ya Sunday law, na ikawa kana kwamba ile ilikuwa ilikuwa inaongelea mambo hata ya kanuni ilikuwa ina reflect zile, si ndivyo? So ina maana kwa sasa hivi tumebaki na spiritual Sunday law ambayo inaendelea, ambayo hakuna siku itatangazwa tena, si ndivyo? Kulingana ama unisikia. Sasa nataka niweke sawa, muelewe Bwana anasema ni physical Sunday law inakuja. Ile itatangazwa, kuna siku sheria itatolewa. Tuko pamoja? Sasa hiyo ndio somo. Na unajua chenye ningependa sana kwa unaona mambo ya spiritual pia. Kuna wajamaa wamefika mahali wanasema mambo ya 70 day church kama hii, hiyo ni kupotea. Mungu akiongea naongelea imani, mambo ya physical church wakina nazo. Wala ukiwa kule nje unaamini Sabato, unatunza Sabato na unasoma roho ya unabii mbinguni utafanya nini? Utaingia. Lakini ndani ya roho ya unabii nasema Christ is coming to give individual members of the church his witness. Sijui kama mnapata vizuri. Individual members of the church, not as all church. Maana tukiwa hivi kuna wakora wako so hatuwezi kuchukuliwa wote, lakini wale wenye wale washirika wa kanisa, hakuna muungano mwingine unaweza isipokuwa wapi? Ndani ya kanisa. Na hakuna kanisa lingine kwanza liweke vizuri isipokuwa Seventh Day Adventist. Hata jikwe na watu wanakaa namna gani, waaminifu, wanafundisha, wamereform namna gani, hawakuli hiyo wako laini, sio kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu Seventh Day Adventist. Hata pasta wetu wakoe namna gani, washirika elders, pasta wakoe wajao. Sijui kama tunaelewana. Kanisa la Mungu ni gani? Seventh Day Adventist. Maana hizo ndio ishara za kutimiza unabii wa kanisa hili. Hapa tunapatana vizuri. Sasa nataka nifafanue hiyo topic, naomba tukitaka tuelewe vizuri. Unajua kuna kitabu kinaitwa Kanuni ambayo inaongelea kuhusu kutoka tano. Tulisikia dada yetu alisema ya kwamba mambo ya Kanuni ilihusiana na Amerika wakati ule. Sasa hivi hata hiyo haipo. Lakini kwa last day event kuna topic ya Sunday law. Ukisoma topic ya Sunday law itakusaidia uelewe. Umeona? Lakini kuna mahali petanukuu uanze kusema na wakati ule. Lakini ukienda kwa country living, kitabu kinaitwa country living, uende usome topic ya living the city. Ukisoma utasikia inakwambia mpango wa Mungu mzuri si kukaa ndani ya town sana. Umeona? Unaona mimi mnakaa huku ni more health perfect kuliko mtu mwenye anakaa ndani ya town. Maana huku kitambo mtoto wao atoke hapa aende baki town ama afanye vitu vingine town ni ngumu kuliko mwenye yuko kule. Unapatana vizuri? Sasa penye majibu yako yote tutaenda kwa same book last day event chapter 15. Heading inasema nini? Nasema the seal of God and the mark of the beast. Sealing, unaona? So tukisema Sunday ile yenye tuliongelea ni ya wakati ule, na sealing ni yai kufanyika wakati ule, bado tunaiongelea, maana tutakuwa tumetangaza. So mimi yenye naongelea ni yenye nakuja kutangazwa ya mnyama namba 8 kwa Daniel kwa Revelation chapter 17. Si mnajua kuna mnyama namba 8 ambaye alikuwepo na hayupo akarudi. Kwa pamoja kuna Revelation 13 ambaye yupo anarudi katika nini? Uharibifu. Alipata jeraha la upanga kisha atafanya nini? Atarudi. Hiyo sana hiyo tunaitaka kuongelea pale. Sana nimeangalia ni hizo point tu nasoma nikifafanua kidogo, alafu tumalize pengine kama kuna mtu ana swali alafu tumalize hiyo, tutaongea kitu kingine kabla kwa muda mchache. Hebu songa sasa. Mic. Kuna mic ilikuwa mahali tunaletea. Sasa kwanza tunafundisha ni kumwambia aje kuna siku Sunday law itatangazwa kama sheria. Na haitatangazwa kutoka China, kutoka Kenya, kutoka Amerika, ndio itakuwa unabii umetimia. Tuko pamoja? Ndio tukaanza nene mtiwa kutoka kitangaza. Jinsi tukisoma asubuhi. Ndio tujue ya kwamba ni wakati mzuri baada ya kwenda kazi Sunday. Sisi tukilie siku kwenda kuhubiria watu wapate ujumbe kwa ajili imani ya upotofu. So we are facing
Si kweli? Ni unabii ambao uko mbele. Haya, soma. Topic ni iko kwa LDE, Last Day Event, chapter 15, na inasema the seal of God and the mark of the beast. Only 2 cases. What is the seal of God? The Sabbath. The mark of the beast, Sunday. Seal of God is the Sabbath. Na tuimiro ya unabii. Ezekiel 2012, Ezekiel 2020. Si kweli? Seal of God. Asante tunanukuu. Nikifanya sabato zangu ziwe ishara kati yangu na hii ili nipate kujua mimi ndiye Mungu niwafanyia nini? Ni watakasa. Tuendelee. Inasema judged by the light we have received. Many who have not had the privileges. Anarukaruka kama umefungua pale, lakini sisi tunarukaruka ndio supea warefu kwa kweli. Sasa pale ameenda kwa topic ya kwamba utahukumiwa kwa mambo ulifanya nini? Ulipata. Ndio? Many who have not had the privileges that we have had will go into heaven before those who have had great light and who have not walked in it. Sijui kama mnasikia hiyo. Kuna watu ambao hawana nuru kubwa kama sisi. Walikuwa na nuru kidogo, wakawa waaminifu kwake. Wataingia katika ufalme wa Mungu kuliko sisi ambao tunakaa ndani ya nuru na hatufuati venye inasema. Usipite tena mapigo kwetu. Unaona mtu Ellen White anafasiri, anasema ndani ya jehanamu kuna watu watakuwa kama nyasi na kuna wengine watakuwa kama visiki. Na mwenye kukua kama kisiki, Yesu anasema yule aliyepewa nyingi atadaiwa nini? Mwenye kupewa kidogo atadaiwa nini? Na kwa hiyo haifanyi tukose kusoma, maana kwa hiyo pale chini pia kuna hukumu ya ignorance, wale ambao hawana haja na kusoma, hawataki kujua. Pia kutotaka kujua ni nini? Ni dhambi. Haya, twende. Many have lived up to the best light they have had and to be judged accordingly. Yes. All must wait for the appointed time until the warning shall have gone to all parts of the world. See, the warning, hiyo wakati tunasema 18 something, warning imeenda katika dunia yote kweli? Hapana. Sasa ndio warning inaenda wapi? Tunaipeleka dunia mzima. Twende. Until sufficient light and evidence has been given to every soul. Twende Luka wende pale chini. Okay, inaendelea kusema when the nations are gathered before him, there will be but 2 classes, and their eternal destiny will be determined by what they have had or have elected to do for him in the person of the poor and suffering. Sijika 2 classes zitapatikana kila wapi mahali. Hata ndani ya kanisa kutakuwa na maklasi mangapi? Mawili. Kuna wale wataongea hivi, watetee ukweli, na wale watatetea nini? Uongo. Hata kwa wachungaji wenyewe kutakuwa na wale watasema ibada ya mambo ya Sunday tusikilizane kwa Mungu. Unajua ile video inanukupa kwa wachungaji wetu. Kuna kanisa lenye kutakuwa na mchungaji wa SDA akuja waambie familia baada ya mambo mingi twendeni tufanye ibada. Juu kutakuwa ni ngumu. Mambo ya reform, food dress reform na mambo ya food vyakula. Kuna wale watasimama waseme sisi reform tunakaa, na kuna wale watakubali fanya nini? Matengenezo katika mavazi na katika unaji. Klasi mbili azifanye nini? Zitakuwa wende. Na pia klasi moja ya wale waovu na wale wa Mungu. Unajua kwa hiyo wametanganyikana. Tunaambiwa hata ndani ya Roma kuna watu wa Mungu wengi ambao wanataka wapewe ujumbe wa mali watoke. So bado watu wa Mungu wasioko na wakodumi bado tunasikia. Lakini kuna wakati watatoka wabaki waovu na wabaki wa Kristo. Sawa? Twende ndio. What the seal of God is. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be sealed, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually. Sijui hapa nataka tushikane vizuri. Si ati kuna nambo umewekewa uchorewe. Kuna wahubiri hata kesho tuwasikia wengine utawasikia sana. Wanahubiri tukiwa wanakuonyesha kwa TV mwana mahali fulani. Watu wameanza kuwekewa namba hii. Watu wameanza, kuna wengine hata watakataa huduma namba. Si mlisikia hiyo maneno? Si hivyo.
ni mambo ya spiritual, ni ukweli na uongo. Ukweli ya sabato ya Mungu ambayo iko ndani yako, si mambo na physical. Sasa ukiamini Sunday kama sabato ya Mungu, unakuwa na chapa ya mnyama wapi? Ndani ya akili. Na ukiamini Saturday kama chapa seal of God, na unaabudu kwa kutii, uko na seal of God wapi? Katika kipaji cha uso. Na ukiamini Sunday ni uongo, Saturday ni ukweli, lakini hauingii unaenda kutafuta kukula, uko na chapa ya mnyama wapi? Kwa mkono. Haya, twende. So they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will become. Yes. Sealing alafu shaking. Sijui kama unapata kitu. Shaking sasa inafanyika ili wale waovu wafanye nini? Watoke kabisa, watafute njia yao. Waende kama ni opposition, waingie huko ufu. Lakini hili kanisa la Mungu hili ndio litasafishwa. Hakuna kutoka kujisafishie. Kanuni yako wapi? Hapa ndani. Twende. True observance of the Sabbath is a sign of loyalty to God. Sisi ukisikia true observance of the Sabbath, ndio nikwambia hii sabato ukitunza kisheria utawezana. Itunze kisheria, number 1. Number 2 ni alama ya adui wetu shetani anatumia kupinga Mungu. Na ujue kunaenda kwa nikiapa statement 4. Na ujue ya kwamba ukisupport sabato na support ushindi wa Mungu. Na ukivunja sabato ushike ukivunja sabato na support ushindi wa nani? Wa shetani. Ndio? A likeness to Christ in character. The seal of the living God will be placed upon those only who bear a likeness to Christ in character. Si kila mtu ataekewa, ama ufikie unakuwa kesi unaekewa. Wewe unakuja saa 3 kanisa, sabato ishaanza. Unafunga biashara usiku. Hakuna muhuri wa Mungu utapata. Mtu anapata muhuri, yule anatunza masaa ya sabato, huwa ikijua amefunga biashara. Anaenda kutumia mambo ya ibada, anafungua usiku kwake ya sabato ni sabato, alafu asubuhi anakuja kufanya ibada jinsi inafaa, na anatoka baada ya sabato ndio anaenda kufanya biashara. Heshima ya kutosha kwa sababu unaelewa nini? Sio. Lakini kama unavunja ukileta sababu zako zenye hazina maana, utapotea. Twende. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Sasa ndio ukisoma kwenye maandamano peke yake. In the sealing time now. Sikia ndio inasema the sealing time, hebu soma hapo. In the sealing time now. Inasema, I saw that the present test of the Sabbath could not come until the mediation of Jesus in the holy place was finished, and he had passed within the second veil. Therefore, Christians who fell asleep before the door was opened into the most holy, when the midnight cry was finished, at the 7th month, 1844, and who had not kept this true Sabbath, now rest in hope, for they had not the light and the text on the Sabbath, which we now have since that door was opened. I saw that she, brackets, Mrs. Hastings, was sealed and would come up at the voice of God and stand upon the earth and would be with the 144,000. I saw we need not mourn for her. She would rest in the time of trouble. Sasa hapa mpaka sijui kama unaelewa mambo ya Sunday law na Sabbath zote tunakuja tunaongea wakati wa time of trouble. Inashikanisha hadi 144. Hebu soma kuendelea pale chini. Inaendelea. There are living upon our earth men who are past the age of 40 and 10. 40 ni 90 and 10. 90 kwa nini? Score ni 8 times 4 inakuwa 80 and 10 inakuwa 90. Sasa wale wenye wamekaa miaka 90 na walikuwa waaminifu, wamekuwa waaminifu wakashinda hii vita, watahesabiwa
144. Tuko pamoja? Usione kakuzee. Kuna kwa mfano useme tutumie wewe ile rafiki yako. Umezeeka kabisa umekuwa kama mzee uko na 90. Sio? Alifika 90. Ufike 90 hapa. Sasa ukiwa pale Kristo akirudi hautasemekana jua ni mzee ukose kuwekwa kwa kundi, ulihesabiwa wapi? Kwa 144. Twende. The natural results of old age are seen in their feebleness, but they believe God and God loves them. Wanamtumikia Mungu na Mungu akawapenda, katika uzee wako utahesabiwa. So usiseme haja ningekuwa kijana, hapana. Ushindi huko. Twende huko chini, nataka paka penye wametangaza, penye wametangazia Sunday law. Endelea. The seal of God is upon them, and they will be among the number of whom the Lord has said, yes, blessed are the dead who die in the Lord. So hata wale wamekufa katika Kristo, wale wakina nani wale wakitoka makaburini, hata wanatoka makaburini, watakuwa na siri ya nani? Ya Mungu. Twende sasa huko chini. Oh, that God's seal may be placed upon us. Inaendelea. Oh, that it may be placed upon our foreheads, who can endure the thought of being passed by when the angels goes forth to seal the servants of God in their foreheads. Unajua kuna malaika wanne wameshikilia pepo za dunia ili upepo wa vita usikume duniani, si kweli? Lakini Sunday leo inapotangazwa kuende, itabidi malaika wameajia amani ikose duniani. Tunasikia makundi mawili yakishatoka, wale wamovu wameenda pande ile na Wakristo wameenda wapi? Pande hiyo. Kutakuwa na mambo magumu ambayo haingewezekana. Itabidi ukisema sasa ile topic ya Sunday leo ikine hiyo, itabidi tumekimbilia mpaka wengine msituni. Tutalishwa kule na wanyama. Ndege tunaambiwa pia Mungu atamekwa na provide juu akukaliki. Mnaelewa sasa? Ndio tunasema kutakuwa na physical na spiritual. Hakutakuwa tu ati spiritual baki hiyo. Ndio ukimbie ni spiritual. Sina maana kuna physical. Kuna kuwao. Twende. What the mark of the beast is. John was called to be older people distinct from those who worship the beast or his image by keeping the first day of the week. Ndio tumekuwa the first day of the week ndio chapa ya mnyama. Na mnajua katika Biblia kuna chapa ya mnyama, sanamu ya mnyama na mnyama mwenyewe. Si kweli? Sasa hizo pia inafaa upende ndani. Ndio ukizifanyia zote ibada ni shida. Chapa ya mnyama ni nini? Chapa ya mnyama tumesema ni nini? Sunday. First day of the week. Asante, karibu nifikirie mbesuko na ndio tunasoma hapa. Na sanamu ya mnyama, image of the beast. Ibada. Image of the beast. Sunday. Na the mark of the beast ibada Sunday. Iko kuna image of the beast, kuna the beast na kuna mark of the beast. Image ni muungano. Unajua Amerika ilitokea na pembe mbili. Si mnaelewa? Kwa Revelation 13 pembe moja isimamia world superpower na nyingine ikasimamia uprotestanti ambao ni the image of the beast. Ndio makao yote, kila kitu. Unajua Amerika ndio kuongea kwa niaba ya Waprotestanti na Mungu kwa Amerika iko na mambo mawili. Mambo ya kidini inaongoza na mambo ya kidunia kutawala. Sasa image of the beast ndio tunaitafsiri kwa kusema WCC. Muungano wa makanisa yote wapi? Duniani. Tunapatana vizuri. So huo, alafu the mark of the beast ndio inakuwa sasa Sunday. Ndio unasikia sisi asema ndio sisi si member wa WCC. Kwa pamoja, sisi hatuungani nao, tukubaliane nao kwa mambo yao. Haya sasa teremka. The sign or seal of God is revealed in the observance of the seventh-day Sabbath, the Lord's memorial of creation. The mark of the beast is the opposite of this, the observance of the first day of the week. Sio mnasikia? The mark of the beast is Sunday. Twende. He caused all, both small and great, to receive a mark in their right hand,
or in their foreheads. Revelation 13:16. Not only are men not to work with their hands on Sunday, but with their minds are they to acknowledge Sunday as the Sabbath. Simnasikia venye inasema. So once unang'ang'ana na biashara yako, siku ya Sabato utaekewa chapa ya mnyama wapi? Kwa mkono. Twende. When the mark of the beast is received. Yes. No one has yet received the mark of the beast. Sijui sasa kama tunapatana hapo. Tumeongelea mambo ya Sunday hilo. Ile inasema no one has already received the mark of the beast. So ukiona mtu anabudu Sunday, useme anachapa. Unaelewana vizuri. Ukiona wewe uko hapo, sema wewe uko na tayari umeelewa. Hapana. Tuendelee. Sunday keeping is not yet the mark of the beast, and will not be until the decree goes forth causing men to worship his idol Sabbath. So ina maana wakati ule waza zile zingine hakukuwa lazima degree iende ya kutangaza ya kwamba Sunday ni takatifu, itaabudiwa na Sunday ianze kupigwa marufuku. Ndio waabudu wa Jumapili watapata nini? Chapa ya mnyama. Si mnaona kuna physical degree goes ahead. Na tukiongea mambo ya degree, sinaona kama Daniel anaambiwa kwa Daniel chapter 9, wakati anaambiwa ujue na kufahamu kuanzia verse 24 mpaka degree hiyo kutakapotangazwa Israeli irudi jengo ambayo tunasema itangazwa 457 wakati tunasoma progress. So kufikia degree ina maana kuna siku itatangazwa official. Haya twende. Hata tutarudia hapo kwa degree vizuri sasa. Okay, inasema Sunday keeping is not yet the mark of the beast. Yes. And will not be until the decree goes forth causing men to worship his idol Sabbath. Sasa ilishatolewa kweli? Bado. So hata sisi sasa hivi tukiambiwa ati kuna watu wako na mark of the beast, tutasema wataekewa sasa ile sheria itatolewa ndio wa Mungu watoke na wenye si wa Mungu wafanye nini? Wabaki. Lakini kwa sasa hivi tunawahubiria walio wa Mungu watakuja kwa hii jutumai waambie sio watasikia ni sheria watajua. Lakini si physical tunaelewa 666 ni uongo ndio. Twende. The time will come when this day will be the test. Nasema the time will come when this will be the test. Ndio. But that time has not come yet. Sasa mimi hata saizi bado najua ile ni kiulizo sasa nasema that time has not come yet. Kwa nini hiyo sheria itatolewa? Si ni kweli ndugu zangu? Twende. Enforcement of Sunday observance is the test. Yes. Nasema when Sunday observance shall be enforced by law and the world shall be enlightened concerning the obligation of the true Sabbath, then whoever shall transgress the command of God to obey a precept which has no higher authority than that of law will thereby honor family above God. Hata kama kuelewa imeshindwa kuelewa, sio kitu inajitafsiri yenyewe. Inasema mpaka siku hiyo sheria itatolewa. Itangazwe kabisa. Sabato ya Mungu haipo tena. Sabato ambayo inaingiwa ni Jumapili official. Na sio China ama Injili itangazwe. Lazima Amerika pekee yake imetoa ruhusa ya kufanya nini? Ya kutangaza. Lakini wanasema itatangaza kwa kisingizio cha uchumi. Ndio waseme tufanye kazi siku 6 jinsi Mungu alivyofanya ndio tuokoe nchi yetu katika hali ya kiuchumi. Siona wewe mtu anapoongea statement. Lakini anapoongea hiyo statement si kweli. Maana yeye atufanyi kama Mungu, yeye anataka tuabudu siku gani? Unajua shetani Mungu hawezi kuja direct. Lazima atakujia kupitia kwa maneno sababu ya kuonyesha ni mwema ndio watu wafikirie iko sawa. Na ndio tukisoma Revelation chapter 18 tunaona huyu mwanamke ambaye ni roho baada ya kudanganya watu wakaingia katika ibada ya uongo, mwisho aligundua leo wamedanganya. Wale wafalme wanajua wafalme kubwa wanatawala kwa jina wa disali moja. Simumesoma hilo.
Nimesoma hiyo progress. Lakini mimi naongea na kitu nimesoma. Mtu alisali moja. Kwa sababu walirudi wakamula nyama ya mwanamke. Sauti ikasikika, sauti ya harusi isikue tena katika nini? Mji huu. Rumi kabla Yesu arudi, Rumi pia lazima itafanya nini? Itabomolewa. Kama unajua hivyo. Rumi itabomolewa kabla Yesu aonekane kwa mawingu. Sasa kuna vitu zenye hatuwezi kubiliania na kwanza kutishiania na kwamba sijui ishafanyika. Sijui Yesu anakuja, kuna wajamaa wanasema anakuja Pentecost. Kuna watu wanasema anakuja. Hizo vitu hizo tunaambiwa ukisikia watu wanaanza kugezi tai, ujue ndio uongo maana pale kuingia. Sisi tusome unabii na tufocus kwa chenye unabii kitimia tuna mark. Imefanya nini? Imetimia. Ni ukweli hatukatai. Sasa hivi maandalio yenye yanafanyika ni ya kuingiza Sunday katika kazi. Lakini si kwamba tuanze kusema sijui wale washapata muhuri, sijui leo imefanyika mambo mingi ambayo sio sawa. Mmenipata vizuri sasa? Sipate madamu akifika mkifanya Bible study mtamsomea pale mwambie kuna physical na kuna spiritual zote zimeshika. Hapezi toroka mambo ya spiritual tu maana kuna watu watauawa. Ndio nasikia kilio kilikuweko kwa Daniel chapter 7. Hata huyo mzee wa siku angechelewa tunaambiwa hakuna mwenye angeokoka. Tunasikia kulikuwa kugumu. Kutakuwa kugumu. Wewe ukiona Tanzania amefuruka hivi na gari chini. Mzoma kaikaini na rudi huko. Ukisikia wanakuja hapa wale wanasema ni wasabato waliingia pande hii. Nafikiria wanajeshi asimama hapo kwa mlango aseme nyinyi hapa ndio msikii serikali inasema nini? Mkiambiwa mkae nyumbani mnakuja nyinyi ndio mtaki kufanya kazi. Wale wanajiita sabato waingie kwa hii gari. Mtapata. Sio ndio kile anasema huko sisi tulikuwa tunakuja kuona huko mjengo kwenye huko hata mmoja anasema ilikuwa fupi. Lakini sababu zitatokea tu nisamee. Mambo mingi itatoka mimi sitarudia tena hatutaiona hapa tena. Ndio hai. Tumesarenda imani. So bado. Alafu kuna kitu inaitwa mvua ya masika na kuna ya uvuli. Ya uvuli ni ya kunyesha ndio vitu zimeni. Ya masika ni ya kunyesha ndio vitu ziko mbaya. Sasa kwa mambo ya kiroho na kuangalia mvua ya masika, wanafunzi siku moja walijaribu kujilinganisha wakati walikuwa na mvua ya uvuli peke yake, wakasema hadi msalaba ya Kristo nao wataenda. Petro anaambia Yesu wako, hakuna penye unaingia nitashindwa kuingia. Alisimama. Walikimbia wote. Lakini tukishajekewa mvua ya masika, ile yani uko tayari kukufa kwa lolote kwa ajili ya imani, ndio tutakuwa na hiyo nguvu. Na hiyo yote Mungu atatufanyia. Wale ambao waaminifu wakajekewa mvua ya uvuli, mvua ya masika pia itakupa. Lakini usipojeshewa ya uvuli, ya masika hakuna. Tumeona kwa hiyo? Haya, kuna swali na changizo kabla twende. Asante daktari. Yeah, thank you very much. When we started ulisema mambo ya mpatie daktari. Ulisema mambo ya reformist this mambo of being, let's say you are a reformist, is it dealing with food? Because most people wanasema muda anataka kukula nyama, wale kunywa tips, atatu sa reformist. And that's what's happening. People believe that if somebody stop taking things like meat, sweet, leaves, nasema I'm a reform, it's being called reformist. Is it really reformist being food? Ni chakula. Understand that. Asante. Unasikia swali wenyewe anasema, is it really kureform ulikuacha kukula hii na hii ndio useme umereform? So that's what is here. In the whole Kenya and the whole world. Mostly hapa we getting it. Mtu anataka kula amepanda kidogo anasema ni reformist. Reform. Is it food? Because according to what I discussed, I see and when we discuss it, we see that comment about it. Naomba kuchukua kwanza kujibu. Wewe unaanza kula utakota kidogo na sasa unaelewa reform. Nani ya kwanza kujibu? Amani hapa kwa kona na Biblia. Nasikia swali. Naomba mchangie. Ni vizuri mnapochangia hata mimi kuchangia naona unachangia chochote unajua mpemba hivi ama komenda. Letea pesa maiki. Letea pesa maiki.
seti nijibu na peana, nataka kuongea vile pia mimi naelewa. Sababu ni mambo tunayaona. Vyakula vingi ni vile tumeviona na vinakuwa vitamu kwa tumbo letu na kwa mdomo wetu, na tukivila tunasikia ni vizuri. Lakini pia kuna mafunzo kadhaa yanakuja kwamba ukikunywa chai wewe si msabato halisi. Ukikula nyama, okay, inaweza kuwa kweli katika ndani ya kanisa atuamini hivyo vile hivyo. Lakini mimi nikiwa pale nje hivyo ndo naambiwa wewe msabato wewe ndio ukuli nyama. Wengine walishangaa walipopata kwamba chai itengenezwa pale ofisi. Mimi nateremsha. Wanasema hapana, wewe si msabato. Hivyo ndio watu wanaamini. Lakini mimi naamini hivi. Wacha sasa mimi niseme vile naamini. Kitu chochote kile ukikitumia bila kuwa na kiwango kina madhara yake. Daktari, pale hospitali mnakuanga na madawa. Na hizo baadhi ya dawa ni gani? Kutibu, sivyo? Na ikiwezekana ukikunywa dawa mingi uzidi kiwango, na ukikunywa kidogo kama hujafikisha kiwango huwezi kuona. Utafanya hata kwanza utakuwa mgonjwa zaidi. Kwa sababu gani? Kama ni virusi fulani zilikuwa kwa mwili, zitaanza kudevelop immune system ambayo itaanza kuwa more stronger, and then utahitaji dawa yenye more strong. Ukikunywa dawa mingi itakuwa dhidi pia. So kwa kile chochote kile ambacho tunakitumia, tukitumie na kiwango. Kwa sababu Biblia, unajua pia Biblia inatuongoza, ni mwongozo. Biblia inasema ile chakula ambayo inafaa kuliwa. Kwa hiyo chakula ile imekataliwa kama punda, wewe tukule nyama. Kama namna gani? Tukule kwa kiwango. Mbele taratibu, enda anasema ukikunywa kidogo kidogo, kama jadai kunywa nyingi ya kula shida. Ama unaweka kwa Biblia na mwanzo huu. Nikipata majani nitakunywa. Unalipiga ndio kinywa. Ndio sasa tukiwa. Baba unajua hata kuna mwenye pale pia ndio atafanya. Naweza kuwa niko wrong but nasaidika, sio? So wacha niseme kile nakifanya, sio? Yes. Nikipata majani kahawa kwanza inanisaidia sana msilani. Nisipolala nafanya vitu zangu vizuri. Lakini nakuja kwa kiwango. Kwa hivyo majani na ya mzee. Haya, tufanye hivi. Nataka unainua mkono na kupea dai. Maana ndugu yangu anaeleza kwa kile anajua na kile kinaendelea. Sasa kumruhusu aongee. Alafu ukiamka unipige kihoja. Sika kihoja ya maana tuna roho ya unabii na tuna Biblia, lakini si maneno tu. Sasa wewe nani walikuwa na mpito wa kwanza? Baada madamu hapo karibu. Bana kumuuliza kila kitu kwa kiwango ama kuna vitu zimeteuliwa kwa kiwango. Kila kitu namaanisha kila kitu kipi? Hata bangi pamoja na pombe. Wacha nitoa hii. Mnajua kwamba bangi inatengeneza dawa? Bangi inatengeneza dawa. Lakini Sema zile vitu alisema kwa mfano bangi. So bangi inatengeneza dawa. kuna kiwango chenye inatengeneza nini kwa sio hapa kuna bichi.
Sasa naomba tusidiscuss bangi. Maana kidogo mtatupotosha. Au inaweza kuwa ni kule kuna mwenye anaweza kuwa amekuja sasa hivi huko. Kuna mwingine wa mwisho aongea hivyo, unajua Enda amesema vizuri ya kwamba ajibu anajaribu kusema menyaeleza. Sasa tukijibu wote tukongrudi wote ni hivyo sasa ndio tunapoteza nani. Aya, asante. Sasa Enda kuuliza hilo swali. Mada ameniuliza vizuri. Who is a reformist? What is the definition of a reformist? Yes. Na mimi nikasema wewe umeniuliza vizuri, hata mimi napenda kitu kianza from definition then to application. So nikaenda kwa hii dictionary ya kawaida nikapata to reform is to improve something or to better. For example, class ilikuwa imetoboka ama dirisha zilikuwa zimepasuka, so ili zikuwe sawa we need to reform them, zirudi zikuwe dirisha nzuri. Yes. Now in Christian life, kwa sababu nimetoka hapo nikakuja hapa nikamwambia huyu mtu niambie what is reform in Christianity. Akasema hivi, this is a process of returning to God's commandments and principles, often after a period of spiritual decline. Okay? Through repentance, renewal, and rejection of idolatry. Even the basic ya online, so this is the online, so like It's okay. but it's no. So what is reformation? Umedecline spiritual, sawa. Now returning to God's commandments. Pengine ulikuwa kazini ukaiba. Oh, mimi ni mwizi. So what is reformation? Is to stop stealing and coming back to what God commands. This is what I'm understanding here. Now, who is a reformist today? Sindio sasa? Huyu ni mtu ambaye anataka kusukuma watu waache kufanya mambo mabaya, wafanye mambo mazuri. Hata yeye mwenyewe anajisukuma aache kufanya mambo mabaya kwa sababu alikuwa amepotea, ili watu wafanye mambo yanayofaa. So, je, mtu akisema mimi nimeanza kula nyama, sasa Bible ilikuwa inasema usikule nyama. Ndio wewe unarudi kwa nyama sasa unasema oh Bible ilikuwa inasema usile nyama tafadhali. Na Mungu kama Bible. So style kwa nini ile kitu ndio kusema ni hivi. Lakini Bible ilikuwa inasema vizuri hapa kitabu ya kwamba if you utaka kula nyama, kuna nyama imeorodheshwa unastahili kula. Lakini roho ya nabii mimi nami nikasoma kidogo sana, mimi sijasoma mingi. Nikasema ya kwamba hii nyama ni mbaya saa zingine ama mara nyingi. Ile kitabu nisoma leo Cancers on Diet. Ilikuwa inasema hivi, there is some meat which is not transported from somewhere. I'm just trying to remember, we are not very good important. So ile miti ikiwa transported inakuja kwa moshi ya gari, inakuja hivyo, imekuwa kitambo hiki hapa imekuwa contaminated. So au kinunua hiyo nyama ukikula, you are eating something that is contaminated. Ama relax and explain that. Na mjambo tatu. Ama mtu amekuwa na ng'ombe, huyu ndio mtu ana ng'ombe hapa, wewe si unasema wewe unamtumia hata sikia vibaya. Nenda kwa ng'ombe. Na huyu ng'ombe asipouzwa leo achinjwa liwe kesho iwafa. Mgonjwa anauza hiyo ng'ombe haraka, anasema huyu wakuje kimbia huyu ng'ombe anakufa. Mmoja anapiga. Anapiga hiyo ng'ombe, huyo ng'ombe anaenda kucha. Anauza kwa anakuwa mtamu sana. Tunakula. So we are eating
chakula ambayo iko already sick, na ndio anaanza kusema sasa kuna mambo mengi yanakuja na nyama. Na sasa ukisoma kitabu inaitwa Health Foods, ile imeandikwa na yakini sisi Pamplona are forgotten. Health Foods or Health Juices. I'm just mixing it. Hii kitabu inasema hivi, ukikuwa na kansa punguza nyama, si ndio? Punguza maziwa, punguza mayai. Hata ukikuwa na diabetes, saa hii ya kawaida utaambiwa scientifically, yes, in science. So punguza nyama scientifically. Je, ukikuwa Mkristo unastahili kupunguza? I think tumesikia hebu pia ndugu yetu pale nyuma. Na msikie swali na mnashika kila chenye mtu amejibu. Asante ndugu yako, kwanza amefafanua neno before kusema nini na akaguza topic ya nyama pia. Haya. Ndugu yangu baki yeye hata yake mbele kidogo. Yeye Praise God again. Yeah, thank you for that question. So, hapa we are talking of returning to the way of God. Hapo wote tumekubaliana reform is that person. Now, kuna kitu imeguziwa ambayo sitaki kuingia kwa sana juu there is a lot that has been said there, which hata ukienda research wewe mwenyewe kupata facts. Sasa ingia kwa tea leaves. Ulisema ni nini? Acha nisonge. In somewhere in class 7, there were different types of drugs. Do we remember? I don't know, ile kitabu ilikuwa inaitwa aje. Nimesahau kidogo, muda imepita kidogo. So there were stimulants, kulikuwa na sedatives, haya na gani ingine? Kuna walimu kwamba kulikuwa na stimulants, kuna sedatives na kuna caffeine hapo. Haya, sasa drugs, I am talking as a professional man who is a licensed drug dealer. I am a pharmacist. So ukiingia huko ndani, drugs modulate the way your body functions. And we have been asked as Christians, Mungu amesema your body is the temple of God. He who defiles the body of God, then ni Mungu atafanya nini? Atadili na yeye. So when you take stimulants, you have no difference na someone mwenye ana take alcohol, which is a sedative. Mwangalia hiyo. And to define a drug, it comes with addiction. Siku hiyo unamisi kukunywa chai, kuna katika kanakunyana. Oh, si wewe unakunyana kidogo. Unasema kiasi. So when you use those drugs, that is how you feel. And that is why we are asked as Adventist Christians to avoid drugs. Lakini ukibatizwa, siku hizi naona wanaitisha kazi, lakini inafaa kuwa 21. Kwa hiyo 21 sasa hapo katikati kuna kwanza to avoid use of drugs. Na inaleta na example, kwanza napendanga sana hiyo statement. Nimepatiwa wengi, wanasema avoid use of drugs and then list is given there. It is taking good care of our bodies as stewards of Christ. Jamaa ametetemeka, mkaribie tu haya na maneno. Wakinotita wako na chai wamepanda. Mimi sitapanda chai. Asante kani. Mimi sipendi kuongea kwa hii kitu kwa sababu Kwa mic, sawa, patia tu msomaji basi. okay, naongea kuhusu mambo mawili. Kabla nikuje ya Edda, nataka tukuje yetu. Sisi ni Waadventista. Tumepewa vitabu zote za Ellen White. 120. Sijui 119.
siku hizi tukienda makazi huko unasikia dokta fulani ameandika kitabu gani tununue. Siku hizi hatununui hata hizi vitabu sijui Patrick and the Prophets, sijui Adventist Home. Yaani haziko hata ukienda hapa hivi hizo sijui kama ziko. Unasikia hivi sijui ni dokta sijui wa nchi gani, sijui Nairobi, sijui KUC vitabu fulani. Yaani watu wameandika vitabu zao sasa, sijui kama tumeacha kurudi katika njia zetu za zamani. Tukiingia sasa mambo ya reformist. Unajua sisi kama Waadventista biashara yetu huwa tunaisha usiku. Wewe unasema saa 4 saa 5. Yaani wale watu ambao ni reformist wao walijua ibada imeanza Friday saa 12 wakafunga, wanasoma zile vitabu za Spirit of Prophecy. Sisi tuko tu na bado tunaendelea kuhukumu. Na sisi tunasema sisi ni Waadventista na wale ni reformist. So ni nani yako sawa? Aya, kitu kingine wale watu ambao wanatumia majani chai vile kulingana na amesema, unajua hawafanyi hivyo ndio waonyeshane. Kitu ya kwanza wamegombolewa. Mama wewe ameandika hizi vitabu kazi za on diet, anasema kwamba hii miili yetu imegombolewa msalabani. Sasa tutahubiri aje injili? Tutapeleka aje hata ujumbe nje wakati miili yetu imedhoofika? Unajua tuelewe kwanza basics kwanza kabla turuke mbele. Watu tunavuta, hebu niseme kwamba tutumie miili yetu vibaya. Chochote kwenye unapata unakula. Mfano mmetoa nyama hapa, mimi nimekuwa toa pale, siku nyingine ng'ombe imetoka ngozi, sio kama ilikuwa na kanza. Hiyo ng'ombe inachinjwa, ngozi inarushwa na roho, inateremka na kuu. Alafu zile viungo za ndani, hizo organs zinatupuka kabisa, zinazikwa, lakini nyama inaletwa butchery. Tunakula nyama ambayo kuna kanza, kwani sisi hatuwezi kuangalia. Sasa ni kama tuendelee kusukuma na uchafu kwa miili ambayo ni mitakatifu in the name kwamba sisi ni wa SDA. Hebu niingie kwa laini ya Moses. Amesema kwamba reformist ni mtu ambaye ameamua kufanya nini? Kufanya matengenezo. Na tukijua kwamba ni Yesu amefanya nini? Ametukomboa. So, asante. Ubarikiwe sana. Wacha nipatie hiyo mada. Waende pia kwa taasisi. Ameomba sana. Hiyo sababu chache kutoka uwache kuangalia watu wa nje. Sisi wenyewe kwanza. Sasa Biblia inasema tuanzie wapi? Biblia inasemanga wewe Israeli zishike amri za Mungu. Tuanze sisi wenyewe. Tuanze kuangalia watu wa nje. Tuweze kujua reformist ni nini and what we are supposed to do before we start talking. You can eat it in your own town in your home. Tuko na makuku, tuko na mayai. Si lazima tuende kuchukua hizo za nini. Sasa tuweze kujua hiyo mayai na hii nyama vizuri ama si vizuri. Asante, ubarikiwe sana. Haya, endelea hapa aenda hapa. Aweke point ndio tubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nataka kutoa chache. Kwanza niseme hivi. Hakuna faida Mungu anapokea kwa wewe kuacha kunywa majani ama kukula nyama. Hakuna kitu Mungu anapokea kwa sababu wewe umeacha. Mwenye anafaidika ni wewe. Na hiyo bila kusoma kusoma kitabu cha Job. Anasema ikiwa mwanadamu anapokuwa mwenye dhambi, Mungu anapoteza nini? Na ikiwa Mungu anakuwa mtakatifu, Mungu anapokea nini kutoka kwa mkono wake? Anasema utakatifu wako unakusaidia wewe au mwanadamu mwenzako, na udhalimu wako unadhuru mwanadamu mwenzako au wewe. Nakuonyesha katika kitabu cha Job. Nitafuatia na kumaliza hivyo now. Sio mimi nimesema sio mimi. So going back to that topic. That's a whole topic. But mimi huwa napenda kusema hivi.
Maana mimi nimeniona hapa nilikuwa nimeacha hizo vitu zote mnasema. Msinicheke. Nilikuwa nimeacha. Hata nyama nilikuwa nimeacha. Ukiuza roho utarudia. Nilikuwa nimeacha kwa sababu gani? Kwa sababu ya mafundisho. Mafundisho yanafundisha mpaka unadhibitika katika moyo wako kana kwamba ni commandment, thou shalt not eat meat. And there is no such a commandment. This church should stop teaching such teachings. Hakuna commandment, thou shalt not eat meat. Hakuna commandment kama hiyo. Kama kuna commandment kama hiyo, ndio nitolee kwa Biblia. Biblia inasema hivi katika kitabu cha 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Wacha nisome. Inasema now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. So kulingana na mujibu wa Timothy, maandiko yanasema ya kwamba chakula chochote kinatakaswa kwa the word of God, verse 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. Umepata vizuri? Ndio maana haukuona Yesu Yesu hata kama alikula nyama, alikula samaki. Samaki ni clean. Samaki ni clean. Is it a clean food or unclean? It is clean food. Sio? Aina ya samaki. It's meat. Naelewa vile unavyosema, lakini is it clean food? Hiyo ambayo Yesu alikula, was it clean? Yes. So kile ninachosema, maandiko yanasema haukuna Yesu akiombea nguruwe. Yesu anaweza kubali hadi sasa agive thanks ukule nguruwe. Because nguruwe ni chafu na kila mtu anajua imekataliwa duniani. So basis ya kukataa chakula my elder heaven will be, is it sanctified by the word of God? Then, if it is sanctified by the word of God, it should be received with thanksgiving. Nimewasikia. Nashukuru sana. Unajua ni Bible study nzuri, ni yenye kila mtu anachangia na kuhuru. Nasema uhuru wa dhamiri na wajibada. Sichangie kitu watu watakuona, nichangia wenye unajua. Mungu anapenda roho kama hizi. So nikirudi kwa neno reform, ndio nitatafsiri kidogo. Kwanza reform, Royal Nabii anasema we reform within, not without. Kuna watu wana reform, wanatoka kanisa wanaenda kanisa nyingine. Nyumbani kwa Mungu na wengine na kwa shule Mungu anasema wamefanya nini? Wamereform. Hiyo inaitwa apostasy from the truth. So we reform within, not without. Alafu reform ndio nalifafanua kwa njia rahisi, tuseme hivi. Kwa mfano ulikuwa na msabato, unakuja unashika sabato unakuja. Lakini usiku ulikuwa unafanya mambo mengine yenye yanakupatana na sabato vizuri. Sivyo? Unafika late lakini unajua ni sabato, si kweli? Sasa wakati utaacha uanze kufunga masaa inafaa, uanze kumedei na masaa ya kuja church na kukaa hadi jioni. Sasa utasema umereform kwa Sabbath. Sabbath reform. Itakuwa imeingiana. Ulikuwa unatunza ndio, lakini si katika hali ya ukamilifu. Kuna kwenye umeelekeza. Sasa umeiweka nguvu. Tuko pamoja? Reform in dressing. Pengine ulikuwa unavaa nguo inafika wapi? Hapa huko hapa kuna tusiditi turefu mpaka tunashindwa kwa nini. Sasa mwisho ukaangalia ukaona hii mavazi haimtukuzi nani? Mungu. Huyu jamaa kitoa hapa afike hapo. The process of reformation imeanza. Kuna siku atavaa kamili sasa
na si kwamba uvae kurute barabara ndio kuwe reform. So katika hiyo hali ya kuvaa ni basi tu ifunike uchi wako ndio sawa, si lazima nifunike chini, hata nimeje nakataza hii. Hii inaitwa reforming dressing. Si mnajua hata mavazi ya kuabudu Sabato wale ni ameongelea jinsi inafaa uvae kuja kuchukua. So once unaenda mwisho unafika mahali unaanza kuvaa officially kuja mbele za nani? Za Mungu. Bali inaitwa reformation in dressing. Tunaelewana vizuri. Sasa tukikuja kwa vyakula. Reformation in food, tunapoangalia neno reformation in food, kuna mtu aliongea hapa back to original diet, si ndio? Na mwingine akasema hapa ni kurejelea. Ukweli penye nyama inaingia shida, tunaambiwa kwamba from Adam to Noah. Kule ndipo watu walijua nyama ni ya kutoa kafara. Hawakuzichukulia ni kama za kukuliwa. Alafu kuna mkuu hapa ambaye alichukua muda kidogo kupata imefunua nyingine inasema ya kwamba Mungu aliruhusu nyama wanadamu wakule ndio miaka yao ipungue. Ndio miaka ipungue, miaka ya wanadamu. Pale ya uasi wa wanadamu, kando na kufukuza msikule mtu wa uzima, bado mlikuwa mnakaakaa. Akaonekana kitu mzuri ndio maisha yenu zidi kujivunia. Mungu muongezewe diet ya nini? Ya nyama. Roho na dini ongezea. Tuko pamoja? Sasa nyama ilipokuliwa na hiyo hata ndasema kabla nitoke hapa. Wacha some hapa alafu hiyo utasaji nitakupa keyword, unasaji nitakupa keyword usaji. Sasa hiyo ulaji wa nyama ukafanya ukaingia maisha ya wanadamu ikaanza fanya kushuka juu. Kwa watu waliishi 900 years kuendelea. Unajua? Na kuna watu waliishi miaka 400 bado wanazaa. Nini? Ukifika 30 na kwa uanze kuzaa usichelewa utapikwa na wakati. Sasa kutoka hapo tukuje kwa topiki ya nyama kidogo, na nataka hapa bali pa nyama msikize vizuri. Ellen G. White anapofundisha nyama, maana yeye hapa anauliza swali ambayo kuna watu wanafundisha kula nyama ni dhambi. Lakini mimi nasoma nukuu ya Ellen from 6LTMS ama MS15 kama unaandika code. Sijui ndio unajua una search ama ufanye hivi, ona enda search kwa njia rahisi keyword unaandika aje meat eating not sin. Ukiandika vipi utaletewa vitabu vingi au utaletewa kimoja. Ukitaka kupata hizi vitu unatafuta neno bila tofauti point unataka unaandika kwa app na search na kuletea vitabu vingi huko unajua tumepatana vizuri. So hapo tukaa chini. So hapa pa meat eating not sin, hebu nisomee kutokea hapa hivi kidogo. Niweka hiyo hapo chini. Nisomee kutoka hapa juu kidogo. So mtu asikwambia tukikula nyama haina dhambi umefanya. Alafu nirudi kwa majani na kahawa sasa. So nianze juu sana. Haya, anzia hapa chini hapo juu. Anzia hapa hivi. Usiende gigi ndio tuchukue. Soma na saidie. Nina roho na mtoto anaweza saidia hiyo kazi. Niambie mahali unataka. Haya, katisha tu hapo, usiende huko juu. Anzia hapo karibu penye nimemark hapa. Many plans may be devised with some little tact and labor that many difficulties in the line of eating unwholesome food may be overcome. I advise every Sabbath keeping. Sijui, I advise every Sabbath keeping. Sisi sasa tunapewa advice. Yes. Conversa to avoid meat eating. Not because it is regarded as sin. Sijui kama not regarded is not because it is regarded as sin to eat meat. Sijui kama tunashikana hapo. Si dhambi but because it is not healthy food. Hiyo tu ndio sababu ya kukula nini? Nyama. Si dhambi. Kukula nyama tuelewane. Hiyo ni roho ya nabii naongea. Sio nini? Si dhambi. Fungua hiyo nyingine upatie dhambi hapo. Sasa si not healthy. Alafu sasa penye inakuja kwa India not healthy. Sikia hapo ndio itaingia kwa maneno yenye nisikia ndugu yangu akisema sijui ni yule ama ngani.
akisema ng'ombe wagonjwa. Kuna pahali anaongelea chuma candaras zimejaa ndani ya nini ya wanyama, alafu anasema tukiweza jua jinsi wanyama walivyo na ugonjwa tutaweza acha kukula. Unaona sasa hatukuli juu wanyama ni nini wagonjwa, lakini kama wanyama wangekuwa safi hawana magonjwa tungekuwa. Mnashika mwili yangu. So kanza nyingi zenye ziko duniani wanyama wanakuwa nazo zinatuletea magonjwa. So anasema ni vizuri kukula juu ya magonjwa. So reformist, mimi siku hizi kwangu sinunui nyama, lakini nitakuja na samaki huku nimejifukia hapo, nakula mayai wanakusha hapo tunakula juu si dhambi. Lakini ikibidi tukule pengine tujipate kwa sherehe ama mahali tutaweza kula tu tunashumi kosa, lakini ikiwezekana upande mwingine baada unaweza fanya nini? Unaachia, lakini hatuihesabii kwa wokovu. Tunaelewana vizuri? Ukianza kuiweka kana kwamba ndio kipaji cha wokovu na twende kwa ukuli mbinguni umeingia. Wewe umepotea. Haya, twende sasa na hapo nayo. Sasa niko kwa chai. Sasa tumeambiwa nyama si dhambi. Sasa tunauliza chai na kahawa. Haya, twende. Nuku kitabu ni gani? Na kwa nini nikupee siri ukitaka kusaka hata Council for Health inakupea nini data, andika kwa app waje tea coffee waandike C itakuletea hizo vitabu zote. So una search keyword inakupea vitabu ya twende Council on Diary page chapter 24 paragraph 741 inasemaje? Tea and the coffee drinking is a sin. Sijui kama tunaelewana vizuri. Nyama tuliambiwa sita, lakini tea, coffee ni dhambi. So an injurious indulgence which like other evils injures the soul. Venye daktari aliongea, kuna daktari hiyo kitabu na mafundisho yake inapelekana. Twende. These darling idols create an excitement, a morbid action of nervous system. Wewe unafikiria ulale na inafaa ulale ni ngombe umekuja. Umejiroka and after the immediate influence of the stimulant is gone, it lets down below par just